kwa kutumia malori au magari yote yanayotumika katika kubebea mizigo na kaka yote yamesitisha huduma kwa sasa, pamoja na wana bodaboda na hata teksi. Hem, tusikilize Gatete Njoroge. Gatete Njoroge, kama unatupokea tupe. Naam, Nimrod, jinsi ambavyo tumesema, tumekita kambi katika barabara kuu ya Thika. Hii ni barabara ya kutoka katika kati mwa jiji la Nairobi kuelekea moja kwa moja hadi mji wa Thika, maeneo ya Nyeri, maeneo ya kule Marsabit na kule Moyale, Nimrod. Na hivi sasa niliposimama, Nimrod, naweza kuonyesha tu nyuma yangu ni kwamba hali ya kawaida imerejea. Iwapo mpiga picha wangu John Gitonga anaweza kukuonyesha ni kwamba magari kwa sasa, magari yanatumia barabara hii, yale ambayo yanatoka pande za Thika kuelekea katikati mwa jiji, tunaweza kuziona zikitumia barabara hii. Na hata iwapo mpiga picha wangu anaweza kuonyesha, kuna zile gari ambazo zinatoka katikati mwa jiji, kama kuna lile gari ambalo linatoka katikati ya jiji na ambalo linakuja mbele yetu, Nimrod. Lakini dakika 30 au 40 hivi, Nimrod, hakuna gari ambayo ilikuwa ikipita hapa, kwani kuna baadhi ya wale vijana ambao wamekuwa wakiandamana dhidi ya bei ya juu ya mafuta ambao walikuwa wamefunga barabara hii. Wapo caught with pocket broker. This move deserves a spotlight. Usafiri katika barabara hii, lakini maafisa wa usalama waliweza kufika hapa tukiwafuata nyuma, na maafisa hao walitumia vitoa machozi kuwatawanya vijana ambao walikuwa wakiandamana katika eneo hili. Tumeona wakitumia vile vifaa vya kutoa machozi, tumeona pia yale magari ambayo humwaga maji, na waliweza kufika hapa wakiwa kwa idadi yao na wameweza kuwatawanya vijana hawa. Na kwa sasa kile ambacho kinaendelea ni kwamba kuna operesheni ambayo inaendelea hapa kuhakikisha kwamba hali ya utulivu inaendelea kushuhudiwa katika eneo hili la Githurai 45, kwani jana hii ni moja kwa eneo ambalo haungeweza kupita iwapo ulikuwa wewe kama msafiri au wewe ambaye ulikuwa na gari lako. Na tunakumbuka kwamba kulikuwa na tukio moja lililofanyika hapa ambapo kuna yule ambaye alikuwa na gari lake na aliweza kuvamiwa na kundi la vijana ambao walikuwa wamefunga barabara na gari lake likaweza kuteketezwa. Kwa hivyo leo maafisa wa usalama wamefika hapa na wanasema ya kwamba hawataruhusu visa vya raia kudhulumiwa na wahalifu ambao wanaingilia katikati ya mgomo huu wa kupiga bei ya juu ya mafuta na kuanza uhuni, kuanza kuwapora watu, kuanza kusitisha shughuli za usafiri. Na kwa hivyo sasa, Nimrod, tangu tulipofika hapa mwendo wa saa 3, Nimrod, hali ya utulivu imeweza kushuhudiwa. Usafiri wa kawaida umerejea na maafisa wa usalama wamekita kambi hapa kuhakikisha hakuna yeyote ambaye ataweza kutoka na kutatiza hali ya usafiri au hata kuweza kutekeleza uhalifu ambao tumekuwa tukishuhudia au uhalifu ambao tuliweza kushuhudia jana wakati wa maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea. Nimrod, tutakita kambi, tutazunguka katika barabara hii na kwenda hata katika maeneo mengine ambayo yanapakana na eneo hili la Githurai 45 ili kuweza tu kumjuza mtazamaji wetu ni yapi yatakuwa yakiendelea. Lakini siku ya pili ya maandamano dhidi ya mafuta, dhidi ya bei ya juu ya mafuta, Nimrod, kumeshuhudiwa hali ya utulivu katika sehemu nyingi ambayo tuliweza kupita kutoka ofisini moja kwa moja hadi katika eneo hili. Leo hakukuwa na ile hali ya mshikil pale eneo la Roysambu. Tuliweza kupata ya kwamba leo vijana hawakufunga barabara hiyo na ya kwamba shughuli za kawaida zilikuwa zinaendelea. Lakini tulipofika eneo la Githurai ndio kulikuwa na tatizo, baadhi ya vijana walikuwa wamefunga barabara. Lakini kwa sasa, Nimrod, ni kwamba maafisa wa usalama wameweza kuwakabili na hali ya utulivu imerejea na shughuli za usafiri zinaendelea. Iwapo unaweza tazama kwa picha zetu, Nimrod, ni kwamba magari yanayotoka katikati mwa jiji sasa yanaweza kupita eneo hili la Githurai 45. Lakini kule kando, Nimrod, bado tunasikia zile sauti za vitoa machozi, maafisa wa usalama wakihakikisha tu wale vijana wanasalia kule mle ndani na hawatatizi shughuli za kawaida katika barabara hii kuu ya Thika, Nimrod.
Naam, Gatete Njoroge huyo akitueleza mengi kutoka kwenye barabara ya Thika ambayo kwa sasa kama ulivyoona ni shughuli chache mno ambazo zinaendelea kwa kawaida. Siku kama leo Jumanne, wakati kama huu usafiri huwa umejaa sana katika barabara hiyo, lakini kama ulivyoona barabara imesalia peupe, ishara kwamba wale waliohusika katika kuitisha mgomo huu wameendeleza kauli yao ya kusimama na wananchi kuhusiana na gharama ya mafuta hapa nchini. Kwa hivyo sasa tuelekee katika kaunti ya Meru, tuungane naye mwanahabari wetu Gregory Mureithi naye tufahamishe hali ikoje katika kaunti ya Meru. Gregory, wakati ni wako sasa kutufahamisha. Asante sana Nimrod. Niko katika mji wa Meru ambapo walio nje hawezi wakaingia na walio ndani hawezi toka, kwa sababu hakuna magari ambayo yanasafiri katika hii barabara kuu ya kuingia Meru kutoka Nairobi ama kuelekea upande wa Nanyuki. Na kama unavyotazama basi ni barabara iliyosalia tu mahame ya usafiri na kuwa tu ni mawe ambayo yamewekwa katikati mwa barabara, na wananchi wachache ambao wako katika huu mji basi wakisalia kando mwa barabara wasijue pa kwenda ama lolote la kufanya. Pia ukitazama kwamba utaona biashara pia zimesalia kuwa zimefungwa, mashule yomo katikati mwa mji wa Meru pia yamefungwa, na ni hali iliyosimama kuonyesha kwamba mgomo wa hali baya ya bei ya mafuta basi umeathiri kila sekta katika usafiri, katika biashara na katika pia maisha ya kila siku ya mji huu. Unapotazama kwamba wale watu ambao unaona wakiwa katika hii mji ni watu ambao wamejitokeza tu kutazama hali ilivyo, ndipo wajue kama iwapo wana uwezo wa kufungua biashara zao ama bando. Lakini kama unavyotazama basi pia maafisa wa usalama tunaona wakiwa wanapiga doria mara kwa mara, magari ya maafisa hao wa polisi yakizunguka katika mji huu kwenye barabara kuu za kuingia katika zile biashara, kuhakikisha kwamba hali ya utulivu, hali ya usalama inadumishwa japokuwa mgomo unapoendelea. Ni hali ambayo tutaendelea kuweka macho kinzani kuhakikisha kwamba tunawashauri ama tunaonyesha hali ilivyo siku inavyoendelea, kwa maana hii ni katika mji kuu wa Meru. Tukielekea katika upande wa makutano basi ambapo pia ni jiji kuu la huu mji wa Meru, ni hali sawia na kama hii, lakini tutaendelea kusubiri tujue kama iwapo kuna jambo lolote ambalo litatokeza. Lakini kwa sasa ni utulivu, barabara ziko zimefungwa, hakuna shughuli zote zinaendelea, lakini kiusalama kila kitu kiko shwari. Kutoka hapa kaunti ya Meru, Nimrod Sinara Alexander, jina langu ni Gregory Mureithi. Naam, ni Gregory Mureithi akituarifu kuhusu hali ilivyo katika kaunti ya Meru. Tunarejea hapa jijini Nairobi, tuungane naye Francis Ode, yuko katika barabara ya Lang'ata, atueleze pia hali ikoje. Francis Ode, kazi kwako. Naam, Nimrod, tuko katika eneo la Lang'ata nje ya hospitali ya Lang'ata, eneo ambapo naibu OCS ambaye alikuwa Central alikamatwa hapo jana na akafikishwa katika kituo cha polisi cha Lang'ata, na baadaye kwa sasa imebainika kwamba ameweza kufikishwa katika hospitali hii ya Lang'ata baada ya kupatwa na maumivu, akafikishwa eneo hili. Kwa sasa askari ambao wamefika hapa wanalinda doria kwamba ameweza kukamatwa na kufikishwa hapa baada ya kukua mgonjwa usiku na kufika hapa maeneo mida ya saa 9 usiku, ambapo madaktari katika hospitali hii wanasema kwamba aliweza kulazwa na sasa yuko chini ya ulinzi mkali, ambapo maafisa wa polisi 4 wameweza wanamlinda katika hospitali hii huku akiwa na pingu kwa kitanda. Imebainika kwamba aliweza kukamatwa baada ya kuachilia wale maabusu ambao walikuwa wamekamatwa hapo jana kwa sababu ya maandamano ya jana. Wa maabusu 64 ambao walikuwa wamekamatwa hapo jana waliweza kuachiliwa jana, na ikasemekana kwamba ama ni madai ambayo sasa wameweza kumkamata kwa madai ya kuweza kutumia afisi yake vibaya. Kwa sasa yuko chini ya ulinzi mkali hapa katika hospitali ya Lang'ata, na niko na watu ambao watazungumza nasi tu waweze kutuambia vipi hali iko, na
maoni yao kuhusiana na hili. Labda tuambie unaitwa nani, alafu. Naitwa Kebaso Abuga na mimi ni mkazi wa Lang'ata kwa miaka kama 20 nikiwa hapa Lang'ata. Lakini sisi hii kisanga inaendelea na hii serikali inaendelea si vizuri, sababu huyu ametoka Central na amesikanishwa, sababu hata mwingine anaitwa Taramu alikuwa hapa akapelekwa Central, sasa baada ya kwenda Australia. Kumaanisha wanaweka pale watu Central wanawakandamiza. Tunaomba serikali hii mambo ya mafuta si ya Ruto, ni Kiropo, lakini serikali iko na uwezo wa kupunguza mafuta, watu waendelee kazi. Sisi tunaumia kama wananchi, na sisi ni watu wa hand to mouth. Tunakula tukipata leo, kesho kama kesho hatutafanya kazi hatutapata kitu ya kukula. Lakini saa hii Ruto mahali yako huko nje hakuja ambie watu ya kwamba ile subsidy ya serikali mafuta irudi nomo kidogo. Watu wako hapa wote watu wa matatu, hatuendi kazi na gari tunachoma hapa, gari tapita tunachoma, pikipiki ikipita hapa tunachoma, mpaka ile siku ya kwamba Ruto atakuja kutoka huko mahali yako aseme mafuta irudi chini kidogo. Kuna serikali kuna mabilioni ya pesa. Asante. Hali ni kama hiyo. Nimrod, labda nikujulishe tu naibu OCS wa Central ambaye anaitwa Dishen Ongai ambaye ako katika hospitali hii kwa sasa, alikuwa afikishwe mahakamani leo, lakini hatoweza kufikishwa, manake mpaka sasa hajaweza kufika kwa sababu za hali yake ya afya, ambaye yuko kwa sasa chini ya mikono ya askari ambao wanamlinda kwa sasa, na tutakuwa tunazidi kufuatilia taarifa hii kuweza kujua ni kipi kilijiri, ni yepi ambayo yaliweza kujiri pale Central Police Station. Na ikumbukwe kwamba hajakaa, ni miezi 6 tu ambayo amekuwa pale Central Police Station. Kwako. Naam. Francis Ode akiripoti kutoka Lang'ata. Tutakuarifu mengi kuhusiana na kisa cha OCS huyo wa kituo cha polisi cha Central ambaye alikamatwa kwa sababu ya kuachilia baadhi ya wale waliokuwa wakiandamana. Nafikiri Ode kama alivyosema watu 64, kisa ambacho tutakifuatilia mchana kutwa. Kwingineko tunakurudisha hapo jana, wakati waziri wa kawi Opiyo Wandayi alikuwa na wakati mgumu kuelezea taifa kuhusu makubaliano ya serikali na viongozi wa vyama vya matatu au uchukuzi kuhusu bei ya mafuta jana usiku. Viongozi hao walipinga kile walichosema na kutangaza kuwa mgomo unaendelea hadi mwafaka upatikane. Yes? We are going to bridge the gap between the prices of diesel and petrol. And that would mean, therefore, that the price of kerosene would have to go higher as that of diesel comes lower. Are we clear, members? Yes. We did not agree in anything. They gave us